الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Tunaendelea tafsiri ya Qur'ani ya suratul Hajj katika aya ya 26, aya ambazo zinaainisha juu ya pahali ambapo ipo nyumba ya Mwenyezi Mungu mtukufu Subhanahu wa Ta'ala, na jinsi ilivyokuja amri ya hija kwa watu waliomwamini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ndani yake aya hizi kuna ijaz au fupisho katika utambuo wa siku za hija nayo ambatana nayo. Hapa tunasoma katika aya ya 26 hadi 29. Kwanza tuone yaliyopo ndani yake na ufafanuzi wa baadhi ya maeneo hayo. Yaqulu Allah tabaraka wa taala baada ya a'udhu billahi minash shaitani rajim, وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. وإذ بوأنا نزام تاja hapa anaambiwa Mtume sallama, anaambiwa Mtume Muhammad sallama ataje maeneo mambo tofauti yaliyohusiana na matukio yanaonyesha uwezo wa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Katika hayo mambo aliyoambiwa yataje ni kukalishwa kwa Ibrahimu Makka, lakini sikukalishwa kwake hakukuwa kwa kudumu, ilikuwa ni marjae, kwamba anakwenda na kurejea pahali hapo. Ndo ile ndo bawaana, bawa pahali panapokwenda na kurejewa, maandalizi. Wa idh bawa'ana, taja zama tulipomkalisha Ibrahimu makana albaiti, pahali pa nyumba ya Mwenyezi Mungu. Hii aya ni dalili ya kwamba Makka, ingekuwa kuna wasioamini basi waamini kwamba ndio dalili tosha ya kwamba Makka ni pahali pa nyumba ya Mwenyezi Mungu. Alla tushrika bi shay'a, tukamwambia Mwenyezi Mungu asema alla tushrika bi, usinishirikishe mimi shay'an, na chochote. Baada hiyo nyumba kukalishwa pahali pake, baada kujengwa, hiyo shajengwa sasa. Kule kujengwa tumeona kule katika suratu Ibrahim, hapana, suratu al-Baqara. Kufika kwake Maka mwanzo tumeona katika suratu Ibrahim, akamweka mkewe na mwanawe, akaomba dua alizoomba. Lakini kujenga tumeona katika suratu al-Baqara. Katika suratu al-Hajj tunaona amri baada ya kuijenga inahusiana na nini afanye. Umeelewana Lakini kwanza Mwenyezi Mungu anasema wa idh bawa'ana, nataja zama tulipomkalisha Ibrahim makana albaiti, pahali pa nyumba ya Mwenyezi Mungu. Yuqalu anna hadha albayt, inasemekana inda mufassirin kwamba nyumba hii awwal bayt wudha linnas, wa hadha lam yunkar lianna dhakara Allah fi kitab alkarim. Mwenyezi Mungu ametaja katika kitabu cha kitukufu awwal bayt wudha linnas, nyumba ya mwanzo iliyowekwa kwa ajili ya watu ni nyumba hii ya Mwenyezi tukufu. Katika riwaya Imam al-Baihaqi kwa Shubul Iman ametaja kwamba nyumba hii, katika riwaya ya Mtume Muhammad sallama alipoulizwa
hii nyumba ipi nyumba ya mwanzo kujengwa duniani? Akasema Baitul Haram. Akaulizwa kisha ipi? Akasema Baitul Muqaddas. Akaulizwa kuna masafa gani kati ya kujengwa nyumba moja na nyingine? Akasema 40 sana. 40 sana. Fama baina Ibrahim indama bana Baitul Haram ila Sulaiman bin Daud 40 sana. Tumeelewana na Sabi Daudi ni katika kizazi cha Yaqub. Tumeelewa Sulaiman na babake katika kizazi cha Yaqub. Ama inda ahlu sira, mjenzi wa mwanzo wa nyumba ile ni Nabii Allah Adam alayhi salam. Na wakati Nabii Ibrahim alipokwenda pale akaambiwa aijenge kwenye misingi, ilikuwa imebakisha misingi tu. Na kuna dalili nyingi kwamba Nabii Adam alayhi salam ndio mjenzi wa mwanzo, ikiwemo athar ya jabali la mwanzo ambalo liliumbwa duniani liko pale Maka, ambalo linashikamana na jabali Safa unaloanzia sa'i. Watu wote wanaokwenda Maka wasipate tabu. Pale Safa, ile jabali Safa ndio mwanzo wa jabali Abi Qubais. Inda ahlu tafsir wa sira inaitwa jabal Abi Qubais, awwal jabal khalaqa Allah fi al-ard, jabal Abi Qubais. Malwana امتد هذا الجبل إلى بداية شارع الملك. Kuna njia hii upande wa mashariki, liko kwa upande wa mashariki ya Kaaba ile jabal. Sasa ile njia inaanzia shari Malki Fahad, takriban al-Malki Fahad, inaanzia shari ya Malki. Basi pale ndo inaanza ile jabali kwa upande ule kule, hasa ndo lilipo hasa linaonekana kwa wazi zaidi, tulipoonekana kwa wazi zaidi. Sasa jabali lile ndio jabal Abi Qubais, lakini maeneo yake ndani yake kidogo kuna upande umejengwa kama hivi Baitul Haram na kuna hii ndio jabal Abi Qubais. Ndio jabali ambalo Mtume SAW alipanda kwenye jabali lile siku ya muujiza inshiqaq al-qamar. Kama nasikia hiyo kwamba mwezi ulipasuliwa kwa muujiza wa Mtume Muhammad SAW. Umeelewa? Hamjasikia hiyo? Na Qur'an imetaja iktarabat as-sa'a wa inshaqqa, iktarabat as-sa'a wa inshaqqa al-qamar. Sasa hiyo ndio jabali Abi Qubais, na jabali Abi Qubais ndio jabali ambalo Nabii Ibrahim tutaona hapa alipanda akawaadhinia watu kuja kuhiji, na sio jabali Arafa kama waliposema baadhi ya watu waliokisia tu, wanakisia tu. Umeelewana? Kinachoaminika kwamba jabali Arafa ni pale kwamba alikutana Adam na Hawa baada ya kupoteana. Tumeelewana? Hiyo ndio kinachoaminika hicho katika ahlu sirra. Ama jabali Abi Qubais ndilo ambalo matukio mawili makubwa hayo yalitokea. Ya nini? Ya kupanda Mtume salama na akafanya muujiza wa kupasuka kwa mwezi, na kupanda Nabii Ibrahim alayhis salam kwa ajili ya adhana ya hija. Sasa kwa hiyo pale kuna asili ya muujiza na uwezo wa Allah subhanahu wa ta'ala, na yaaminika ndio katikati ya ulimwengu. Umeelewana katikati ya ulimwengu. Hata katika riwaya ni kwamba kati ya Baitul Haram na Baitul Maamur ile mbinguni, msikiti wa malaika, basi upo sawa sawa huo. Malaika washuka kule wakuteremka pale moja kwa moja katikati ya ulimwengu, Baitul Haram. فيقول الله تبارك وتعالى وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين, na isafisha nyumba yangu kwa ajili ya wanaotufu kuizunguka ile Kaaba, walqaimina, wanaokaa pale katika nyumba kwa ajili ya ibada isafishwe, waruk'i sujud,
na wanaorukuu na kusujudu. Kwa hiyo nyumba isafishwe kwa ajili hiyo. Fa tathhiri Baitul Haram amri min Allah subhanahu wa ta'ala, na mpaka leo ikifika mwezi mfunguo pili pale, basi ile nyumba inasafishwa, ile panafungwa panasafishwa, alafu ndio ruhusa watu wengine, inasafishwa kwa msudi. Na ikishasafishwa anakuja mfalme wa nchi kuja kuona ile hali imekamilika au vipi. Kwa kawaida zao wanafanya. Umeelewana ile amri ya Mwenyezi Mungu toka Nabii Ibrahim sallallahu alayhi wasallam inaendelea. Baada ya kuijenga, Nabii Ibrahim alayhi salam akamwambia, Rabbi, mmeshajenga nyumba, nifanye nini? Akaambia, waite watu wajue hiji. Akaambia, niwaite vipi? Mimi na sauti ya kuwafikia watu wote ulimwenguni. Akaambia, we waite na mimi sauti nitawafikishia mimi. Katika riwaya Ibn Abbas radhiallahu anhu anasema mpaka Nabii Ibrahim akafundishwa namna gani awaite watu, ile namna ya kuwanadia. Fasaida Ibrahimu ila Khalilillah Jabal Abi Qubais, akapanda Ibrahim Khalil kwa Jabal Abi Qubais, wasah, na akaipiga ukelele, ya ayuha nnasu inna Allaha qad amarakum bihajji hadha albayt liyuthibakum bihi aljanna wa yujirakum min adhabin nar fahajju. Enyi watu, hakika Mwenyezi Mungu amekuamrisheni kuhiji kwenye nyumba hii, akulipeni pepo kwa sababu ya kuhiji kwenye nyumba hii, na akulindeni na moto wa jahannam, na moto. Hijini. Fajaba man kana fi aslabi rijal wa arhamin nisa, akajibu kila ambaye kwamba alikuwa katika mgongo wa mwanamme na matumbo ya wanawake, washobebewa mimba tayari, wakajibu labbaik Allahumma. Na walio katika migongo ya mababa wakati huo wakajibu wote, na kwamba watu wote walikuwa katika migongo ya baba zao toka pale ambapo hawajazaliwa ni Adam hata mtu mmoja. Umeelewa? Zile tembe za uzazi kisayansi, wanaona wanazuoni hiyo ndivyo ilivyo kisayansi, kitaaluma, kielimu, yani inaonekana hivyo ndivyo ilivyo na ndivyo ilivyo. Qur'ani imetaja. Wakachukulishwa ahadi watu wote juu ya migongo katika kisa cha kusishwa ahadi watoto wa Adam juu ya migongo, katika juu ya migongo, kwenye migongo ya baba yao katika mgongo wa Adam, kupitia kwa Adam. Kwa hiyo Adam alikuwa amebeba watu wote. Kwa hiyo kila alivyowashusha watu, alivyozaa watu, ikawa inashuka zile chembe za watu wengine kwenda kwenye migongo yao. Wewe wajukuu zako Bwana Ali watakuwa wanashuka kwenye migongo ya watoto wako. Wajukuu zako na watu wako wa kiume, watu wa kike si wajukuu zako, wajukuu mtu mwingine. Wajukuu zako kwa mnasaba tu, lakini kinasabu khalas, si nasabu yako wale. Sababu yao sasa, wale watu wako wa kiume wale warithi wanashuka kwenye migongo ya nani? Migongo ya watoto wako wa kiume, wajukuu zako na wajukuu watoto wako wote watakuja huko. Umeelewa? Wale ndio kila mwanamume ambaye ana kizazi amebeba tembe za watu watakaozaliwa, akizazi na hama zinakwenda kwa yule aliyemzaa. Tumeelewana? Sasa wale wote waliokuwa kwenye migongo ya baba zao na matumbo ya mama zao ambao wamebewa mimba, basi waliitikia labaika ya kuhiji. Kwa hiyo huu mujiza min Allah subhanahu wa ta'ala, wakaitikia labbaik Allahumma labbaik. Hivyo ndivyo ilivyokuwa. Tafsiri al-Qurtubi ametaja hayo katika tafsiri yake. Al-Imam al-Qurtubi ametaja kwa upana sana hayo. Na kwa hiyo akaambiwa waadhin fi nnasi bilhajj, ikaja amri kwamba na watangazie watu kwa ajili ya hija, tangazie watu habari ya hija, watangazie watu habari ya hija. Waadhin fi nnasi bilhajji, na watangazie watu kwa ajili ya hija, maana wape habari juu ya hija. Ya atuka rijalan, hii rijala basi wanaume, nini maana yake? Ya atuka rijalan, watakujilia hali ya kwenda kwa miguu, wanatembea. Umeelewana?
rijalan, wanatembea sio wanaume. Nimesema hivyo kusudi kwa sababu wengi wanaweza kuona kwamba rijala wanaume, kwa Kiarabu chao cha kilichokuwa kidogo kama changu hivi. Yatuka rijala, watakujilia wakiwa wanatembea kwa miguu. Wa ala kulli dhamirin, na juu ya kila mnyama aliyekonda kwa kutoka masafa marefu. Yaatina min kulli fajjin amik, watatujia kutoka kila, watakuja kutoka kila pande za mbali, njia za mbali, yani fajjin njia, amik za mbali. Yatuka rijalan, watakujilia katika hali ya kutembea, wanatembea. Wakati huo watu walikuwa wakitembea kutoka masafa mbalimbali, hawana hata vipando, wanatembea wakikata miji wakielekea Maka. Tumeelewana eh? Waliokuwa wakitembea, jamani, si ajabu, msione ajabu sana. Mimi nimefahamu watu wanatoka Nungu hapa mjini wako na Nungu kwa miguu, kwa sababu magari shida. Nimefahamu na watoka kule wakuja magari shida. Na sehemu za huko kwetu mimi Pemba huko tulikuwa tukitembea maeneo mengi, watoka kwenu huko Mwambe wanakwenda mpaka mkoani kwa miguu, Chake kwa miguu, shida gari na unyonge wa watu. Umeelewa hiyo? Tusione leo ulimwengu badilika, vijana leo hawa wanaona dunia ndio hii unaiona hiyo leo, au sio? Kwa kuzungumzia kwamba mtu aende Maka kwa miguu, ndio watu wamekwenda kwa miguu, na waliopata vipando akapanda kwenda kwa vipando. Wewe unazungumzia watu kwenda Maka kwa miguu, watu wamekwenda Tabuk kutoka Madina, kati ya Madina mpaka mipaka ya Sham kwa miguu, jihad fi sabilillah, katika jua kali. Na takriban wakati wa hija wote unakuwa jua kali. Tumefahamiana? Ule msimu haja kuanzia mfunguo 3 pale, mfunguo mosi jua twende kindanda, Ramadhani jua kindanda, nchi za Gulf, mpaka inakuja kuhijiwa jua kali kweli. Sasa lakini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kaweka wakati huo ndio wakati wa hija. Waadhin fi nnasi bilhaji atuka rijala, watakujia hali ya kuwa wanatembea kwa miguu. Wa ala kulli dhamirin, na juu ya kila mnyama aliyekonda. Mnyama aliyekonda kwa sababu ya kutembea masafa marefu hapati vyakula humo, anapewa vyakula vyao ilaf ni majani yaliyokaushwa. Wanaokwenda Gulf country wakipata muda wa kukaa, bado kule wenzetu wanatumia majani makavu kuwalisha wanyama, yanauzwa kwa mabunda. Sio huku tunalisha tu, wenzetu wanakausha yale majani wanauza, na ndio wanalishwa wanyama. Na waliokuwa wakitembea katika maeneo hayo, kuna mikate, sio kama boflo zenu hizi wala chapati zenu. Hiyo mikate ya kikaango maalumu yanafanywa, inakuwa mikavu, unga ule unakuwa mkavu kabisa. Wanaifunga hata miezi 3 6, utatembea nayo mikate, ukitoa kutia kwenye chai au maji umekuwa laini, unakula wala hauozi huo. Ipo katika nchi za Gulf, hasa Oman wanafanya sana. Waarabu wa Oman wanaijua sana mikate hii, ndio wanaifanya sana hii, au wa Pakistani. Ni mikate ambayo maarufu hiyo, wakitembea nao watu masafa marefu. Sasa ndio vyakula vya watu, na wakati huo ulimwengu hujatanuka, muelewe upakanaji wa chakula ulikuwa mgumu. Yaani kadiri leo mnaona hija bei imekuwa kubwa, lakini wakati huo hija ilikuwa ngumu zaidi, au sio? Kwa sababu leo nyewe bei kubwa, lakini pesa si mnapata, mnakwenda hija. Wale hawana pesa, wala hakuna vipando. Mtu atoke hapa akimbilie labda Somalia apande jahazi mpaka Yemen atapanda jahazi mpaka Jeddah tena huko, ya Allah. Umeelewa hiyo? Ndio safari za hija zilivyokuwa. Sasa Mwenyezi Mungu anataja wa ala kulli dhamirin, wale walio katika maeneo yale ya kuunganika na Saudi Arabia yenyewe, wanatoka miji ile. Yaatina min kulli fajjin amik, watakuja kutoka kila njia za mbali. Fajjin amik, njia za mbali kabisa.
liyashhadu, ili wahudhurie, liyashhadu, ili wahudhurie, manafi'a lahum, manufaa kwao. Manufaa ya nini? Manufaa ya kubahatika kwa miongoni mwa dhuyufu Rahman, wageni wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Dhuyufu Rahman huitwa mahujaji dhuyufu Rahman, wageni wa Mwenyezi Mungu katika nyumba yake pale Maka. Ile manufaa moja. Manufaa pili, kule kwa furaha ya kupata jambo alilolitamani miaka mingi, kwa sababu toka alipoadhina Nabii Ibrahim alayhi salam, kila muumini ana hamu ya kwenda Maka. Niambie nani hapa hana? Na ashaye kwenda ndo ana hamu zaidi kuliko wewe. Muulize huyu na mwingine yoyote, anatamani leo kama anajiweza haumu uende Maka kesho, au kama hakuna vikwazo. Kila aliyekwenda Maka basi hamu inazidi. Subhanallah. Humkuti mtu amekwenda Maka akahatamani kwenda tena. Waulizeni mahujaji wote watuambie. Mimi ningekuwa na fursa ningekwenda mpaka nikafa kila mwaka. Ndiyo unatamani, kuna faida nyingi sana kule ambazo huzipati popote. Umeelewa? Kuna faida. Kwa kila mtu atie nia. Kwanza ukitia nia, hata ukifa hujaweza kuwa na uwezo, Mungu anakuandikia sasa. Nenda kuikuta iko. La kwenda nia kweli yani. Umefanyana? Sasa watu wanakwenda kutoka kila upande wa umini. Ndio ile mwenye anasema ya atina min kulli fajr. Kutoka masama za Ibrahim mpaka leo, watu kila mmoja anakwenda kutoka kila upande, vurumai huko. Mpaka sasa imekuwa ulimwengu wanakisiwa, Tanzania waje wangapi, Kenya wangapi, nchi fulani wangapi. Hawaenei sasa. Na sasa imekuwa ukisha kuona mwaka huu kama sikiongozi wa hija usubiri tena. Tumeelewana? Ukitaka kwa mjanja wewe ndio ukaombe mpaka uingie labda viongozi wa hija huko, upachikwe huko, hala yalla. Unaweza wala kasi utafanya hivi, sasa inabidi uende kwa miaka kupunguza idadi kwa kubwa. Watu haweshi hamu. Tumefahamiana? Watu haweshi hamu kule, kwa hali ya kuishi hamu kule kabisa kabisa. Liyashhadu manafi'a lahum, ili washuhudie manufaa yao. Wayadhkuru isma Allahi fi ayamin ma'lumat, na wataje jina la Mwenyezi Mungu katika siku zijulikanazo. Hapa ya jamaatul khair, ya ahlul ilm, Allah subhanahu wa ta'ala asema wayadhkuru isma Allahi fi ayamin ma'lumat, na wataje jina la Mwenyezi Mungu katika siku zijulikanazo. Siku kuanzia mwezi mosi mpaka siku inayosimama Arafa, na siku inayoswaliwa Idi, na siku tatu za kuchinjwa nyama, za kuanikwa nyama huitwa baada ya kuswaliwa Idi, ndo ayami maalumat. Meelewa mjaelewa? Fi ayami maalumat, hakadha dhaka mfasul, lam yakhtalifu. Kuanzia mfunguo tatu mwezi mosi mpaka kusimama Arafa, thumma ikaswaliwa Idi, ikisha zile siku tatu baada ya Idi, siku tatu baada ya Idi ya waliosimama Arafa pale wakaungana na walio duniani kwengine. Sio Idi yenu hiyo mnapachika pachika, hakuna kigumizi ya kuzungumza hilo kwa mimi, lakini si mwenzangu, sio Idi yenu mnayoona Idi baada ya siku ya watu waliosimama Arafa alafu wakaswali Idi alafu siku nyingine mnaidi nyie. Hiyo Idi haitambuliwi mbele ya Mwenyezi Mungu, kwa sababu mkiuza maswala mtawajibu. Kwa sasa tunasoma, mkitaka kuuliza mtaweza kwa wakati wenu, sijadili sasa. Fi ayamin ma'lumati ala ma razaqahum min bahimatil an'am, juu ya vile alivyowaruzuku Mwenyezi Mungu katika wanyama wenye miguu minne kama mbuzi, ng'ombe, ngamia wanaochinjwa kule. Kwa sababu watu wakisha hiji siku ya Idi wana kuhiji ni kusoma Arafa, Umeelewa? Najua hiyo. Alhaju, kuhiji ni kusoma Arafa. Kuhiji ni nini? Ndio tunavyosema alhaju Arafa. Baada ya kisha kuhiji, siku inayofuatia watu wanachinja. Baada ya ibada zinaendelea mpaka pengine mwezi 13 wengine ndio tutamalizia. Sawa?
Lakini kama sio hivyo, wengine wanamaliza mwezi 12, lakini kuchinja ni siku iliyofuatia Arafa, ndio mwanzo wa kuchinja, ndio mwanzo. Inaishia mwezi 13 la asiri, yani siku ya 4 kutoka siku simama Arafa la asiri, ndio mwisho wa kuchinja kwa chinjo la sunna. Jamani, mmeelewa? Siku ya 4 kuanzia siku iliyofuatia kusimama Arafa inaanza ndio siku ya kuchinjwa, ndio hili. Mwisho siku ya 4 kuanzia siku baada ya siku iliyosimama Arafa, baada ya siku iliyosimama Arafa, siku ya 4 yake ndio mwisho wa kuchinja la asiri. Ama ile mnaona nyinyi siku ya 5 ndio kwenye mwezi 13, hiyo majhul fil Islam, kwa sababu fi ayamin maalumat inda Allah, ayamin maalumat ya jamaa, ala ma razaqahum min bahimati al-an'am, ya vile tulivyowaruzuku katika wanyama wa miguu minne. Fakulu minha, mukichinja kuleni kutokana na nyama hizo. Mkichinja chukueni mkapike mule, msisubirie baadaye, kesho wala baadaye. Chukueni mkapike. Wengine mnachanga hizo, wengine chemsha huko, kateni hii ni lile pande ya nyama, chemsha huko, chemsha pale supu, lipigeni supu kweli kweli. Yani ndio anasema kuleni nyama yake, kunyweni supu. Kasema hivyo na yeye kafanya hivyo. Walichinjwa ngamia, akakusanya nyama kutoka ngamia, akasapikeni, kapikwa pale, yeye mwenyewe akala na akanywa na supu yake. Sallallahu alayhi. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu anasema fakulu minha, kuleni kutokana na nyama hao waliochinjwa. Wa at'imul ba'is al-faqir, na walisheni wanyonge, wale wenye haja. Al-ba'isa, watu ambao wenye shida kubwa kutokana na njaa, ndio ba'isa al-faqir. Ndio maana sasa utaona baada ya kuwa nyama wengi, ulimwengu umetanuka, wahujaji wengi, leo wanyama wa hija wanafika huko. Tumeelewana? Wanafika miji ya Kiislamu, wanagawiwa baada ya muda, wasafirishwa, wanaletwa, wanapelekwa miji ya Kiislamu, wanagawiwa, wanapewa watu. Wa at'imul ba'isa al-faqir, ndo maana yake. Thumma liyaqudhu tafathahum, ikisha wasafishe taka zao. Ya jamaa, liyaqudhu izala, kwa maana kusafisha. Hapa husafishi baada ya hija, Watu kusema mimi nimeona kule tulikosoma unasafisha baada ya hija. La, hayo ni mtiriko wa aya. Kabla hujahirimia uwe ushafanya hayo mambo. Umeelewa? Kabla hujahirimia haya taka zipi hizo? Kate kucha, unyoe nywele hizo, nywele fulani hizo jifiche hizo. Unajua hizo? Ndio hizo, ndio takataka hizo. Thumma liyakudhu tafathahu waliyufu nudhurahum, na ili watimize nadhiri zao. Watu wana hamu, nitapokwenda Maka, hapo hatakia hili jambo ambalo hawezi kulifanya, lakini ile manake hamu na yeye ende, basi ndo kama kwamba kaeka nadhiri. Maana jambo lote ambalo kama mtu limemlazimu kuletea na kwa kama nadhiri, tumeelewana? Kwa hiyo hija ni kila Muislamu alazimika kuitenda akiwa na uwezo. Sasa ndo ifai nadhr. Umefahamu maana yake? Waliyufu nudhurahu, na ili watimize nadhiri zao. Waliyatawafu bilbaitil atiq, na ili watufu na watufu, waliyatawafu na watufu bilbaitil atiq, katika nyumba kongwe. Ila atiq maana kadim, nyumba kongwe. Sallallahu alaihi. Tuishi hapo leo, tuje kuondokea huko mbele huko, kuna maudhui vile vile kesho inshallah, lakini leo tuishi hapo. Kama mtakuwa na maswala mtauliza.